Mheshimiwa Naibu Waziri, hadi sasa malipo yaliyofanyika kwa mafundi na wazabuni wa vifaa ni kama ifuatavyo. Ujenzi wa nyumba ya Mwalimu 2-in-1 bajeti yake ni shilingi milioni 95, matumizi ni shilingi milioni 95, hakuna salio. Ujenzi wa madarasa manne yenye thamani ya jumla ya shilingi milioni 96, matumizi yaliyofanyika hadi sasa ni shilingi 85,387,999 na salio ni shilingi milioni 10,612,000 na shilingi moja. Ujenzi wa mabweni mawili yenye bajeti ya shilingi milioni 256, matumizi yaliyofanyika ni shilingi milioni 251,683,500 na hivyo kufanya salio lilobaki ni shilingi shilingi milioni 4,216,500. Ujenzi wa vyoo matundu 10, fedha iliyotumika ni shilingi milioni 17. Fedha iliyotengwa kwa bajeti milioni 17 na matumizi ni shilingi milioni 17, hakuna salio. Bajeti kuu ya mradi ni shilingi milioni 464, jumla ya matumizi ni shilingi milioni 449,171,499 na hivyo kufanya salio lilobaki ni shilingi milioni 14,828,501. Leo tumefanya ziara Tandahimba. Nimekagua shule ya sekondari ya Makondeni, shule ambayo Daktari Samia Suluhu Hassan ameleta fedha mahala hapa milioni 464, fedha ambazo tulitaraji zikamilishe kujenga nyumba ya walimu 2-in-1 moja, lakini vile vile madarasa manne zilitakiwa zikamilishe vyoo 10 pamoja na mabweni mawili. Nimefanya ukaguzi pale na viongozi wa mkoa pamoja na viongozi wetu wa wilaya, nimebaini kwamba mabweni yale mawili hayajakamilika. Taarifa ya wataalamu inaeleza uhitaji wa fedha za ziada milioni 48. Nimeshaulizana kwa ukaribu na waziri wetu wa TAMISEMI Profesa Riziki Shemdoe na ninatoa maelekezo yafuatayo. Ninamwelekeza mkuu wa mkoa wa Mtwara, niaba ya Mheshimiwa Waziri wa TAMISEMI kuhakikisha kwa mamlaka aliyonayo, mamlaka aliyokasimiwa na Mheshimiwa Rais, kuhakikisha watu wote wanaohusika na usimamizi wa mradi ule ambao haujakamilika kwa sababu ya upungufu wa milioni 48, tofauti na maelekezo tuliyoyatoa wizara ya kukamilisha shule ile kwa milioni 468. Ninamwelekeza mkuu wa mkoa kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri awaite watu wote wanaohusika, afuate utaratibu wa kisheria na mamlaka aliyonayo ya kuwahoji kwa sura ya utuhumiwa wa upotevu wa milioni 48. Maelekezo haya nataka yafanyiwe kazi sasa hivi kwa kadri ambavyo Mheshimiwa Waziri amenielekeza nitoe maelekezo haya. La pili, nimebaini kwamba halmashauri yetu inahitaji kuwa na mkuu wa idara ya miundombinu. Kwa niaba ya waziri wa TAMISEMI Profesa Shemdoe, ninamwelekeza katibu mkuu TAMISEMI kuhakikisha analeta hapa wilayani mkuu wa idara ya miundombinu ndani ya siku 21.